Karibu Tuzo Online. Tumekijadili na kwa interest ya mpira, kwa interest ya nchi, kwa kweli tusingependa kukizungumza, na tumezungumza bayana kabisa na ni imani yangu wenzetu wameridhika kwamba taarifa ya uchunguzi ziko mamlaka za nchi ambazo kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa utaratibu za nchi wamepewa hiyo dhamana. Wapo wenzetu wa TAKUKURU na viko vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambayo wana jukumu hilo la msingi la kufanya masuala hayo ya kiuchunguzi katika level kubwa zaidi lakini tupo sisi pia kwa maana ya bodi, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu kupitia kamati zetu tunafanya hayo mambo ya kiuchunguzi katika level hiyo ambayo sisi tumekasimiwa kuweza kufanya. Kwa hiyo bahati nzuri tumeliweka wazi yale ya kwetu, tumewaambia yale ambayo mamlaka za nchi wanaendelea nayo pia tumewaambia. Kwa hiyo ukiniuliza sasa hivi nitakwambia kwa interest za mpira wetu, kwa interest za nchi siwezi kulizungumzia kwa sababu ni swala mtambuka, ni swala ambalo limegusa sehemu tofauti. Kwa hiyo kwa mamlaka sisi tuliopewa kuna vitu ambavyo kiukweli kabisa hatuwezi tukavizungumza public. Kwa hiyo unless otherwise labda wenye mamlaka ambao wamepewa kikatiba, kinchi na vitu vya. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni sehemu ya agenda, tumelizungumza na ni imani yangu kwa jinsi mjadala ulivyokuwa wameelewa na wameridhika kwa kile ambacho tulichoeleza kuhusiana na swala hilo la kiuchunguzi. Position yao Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri. Hilo mimi singetamani kuwa msemaji, yani ukilitazama hilo inawezekana ikawa sehemu ya mjadala, lakini ukilitazama kiundani yani ni Yanga wenyewe, yani ingekuwa vizuri Yanga wenyewe wangelielezea kwa mapana na marefu yake. Mimi nafikiri kwa yale ambayo niliongelea kuhusu mchezo wa dabi huo na ligi kwa ujumla na haya ambayo tuliopokea, mimi nafikiri kama yanajitosheleza. Lakini ukitaka clarification zaidi kwamba Yanga wanasemaje, nafikiri ni vizuri wao wenyewe sasa wakalisemea hilo. Nisingetamani kuwasemea ama kuwa sehemu ya Yanga, lakini yale ya jumla naweza nikaya clarify hapa ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunatoka hapa tulipo twende pale ambapo kila mmoja anaweza kutamani kufika. Hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo kwetu sisi, kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa
kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa awali. Nisingependa kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe, kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza. Ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea maelezo. Na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo aliyokuja nayo sisi kama bodi, yani wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena mimi ni mtuhumiwa alafu tena hapa naanza tena, hapana. Hiyo kwa maana ya kiuongozi, kwa maana ya utawala bora, ni jambo ambalo linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira, yote yatakuja, yatabainishwa and then yatapiga hatua. Mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu, nitakwambia kwamba tulitangaza ratiba, na mimi kama mtendaji mkuu nina jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza, ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambazo ziko juu ya uwezo wangu. Kwa ni mamlaka hizo ambazo ziliweza kuapprove hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo ratiba. Kwa hiyo so far mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua, mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail. Ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail.